Pole. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji pote ulipo, asante sana kujiunga nasi kwenye taarifa za KTN leo. Mimi ni Mwanaisha Chizudia. Jina langu naitwa Alimanzu. Shukran kwa kuchagua KTN. Basi tupate vidokezo vya KTN leo. Naam. Raia wa Belgiji akamatwa kwa kufanya mapenzi na msichana wa miaka 12 huku mamake mzazi akiruhusu unyama huo. Jamaa aliyetishia kujitoa uhai wake aponea kifo kupitia tundu ya sindano. Ndovu waendelea kuzua zahma kwa wenyeji wa Kitengela. Na rapu zima la mabao katika dimba la Sekafa nchini Tanzania, huku wawakilishi wa Kenya Tusker wakifungua udhia hapo kesho. Naam, asante sana kujiunga nasi. Bila shaka ni siku njema kwa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela, ikiwa hii leo amesherehekea na ulimwengu mzima siku ya kuzaliwa akiwa amekuwa miaka 94. Tunamwambia hongera. Katika taarifa nyingine humu nchini kwamba polisi mjini Mombasa wanamzuilia raia mmoja wa Belgiji kwa tuhuma za kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 12. Jamaa huyo alinaswa akiwa na picha alizopigwa akifanya mapenzi haramu na mwanafunzi huyo. Kadhalika mama wa msichana huyo pia anakabiliwa na shtaka la kumruhusu bintiye kushiriki maovu hayo huku akilipwa pesa. Haya kijiri, imetokea kuwa mshukiwa huyo amekuwa akizuru Kenya kwa miaka 7 iliyopita na aliwahi kukamatwa kwa tuhuma sawia na hizo katika eneo la Nyali, lakini akaachiliwa kwa njia za kutatanisha. Inadaiwa hata hana cheti rasmi kinachomruhusu kuwa humu nchini wakati huu. Jonyima basi kutoka mjini Mombasa na taarifa hiyo kwa kina. Jamaa huyu mwenye umri wa miaka 59 anadaiwa kufanya mapenzi haramu na mwanafunzi wa darasa la pili mwenye umri wa miaka 12, kitendo anachodaiwa amekuwa akitenda kwa zaidi ya miaka 2 katika eneo la Kisauni, Mombasa, Shanzu. Kulingana na polisi, picha kadhaa zilipatikana kwenye tarakilishi yake. Picha hizo zinamuonyesha akimshirikisha mwanafunzi huyo kwenye uroda. Inadaiwa amekuwa akizituma picha hizo kwa wenzake ugaibuni. Mbelgiji huyu kwa jina Paniax Allen Roba anadaiwa kuwa kati ya wale ambao hutumia uwezo wao kifedha kupumbaza wazazi ili wawape mabinti wao kushiriki nao ngono. Mamaye mtoto huyo pia anadaiwa kushiriki mapenzi na Allen Roba, huku mzungu akiwapa vyakula, pesa na vinginevyo kama chambo. Mama amekubali ya kwamba yeye ameona mtoto kuna kitu ambacho anasaidika, anapelekewa pesa, anapeleka chakula nyumbani. So ameona yeye amepata, kumbe amepatwa yeye. Tayari mama amefunguliwa mashtaka ya kuendeleza ngono kwa watoto, filamu za uroda na ukahaba. They were to interrogated some of our friends and came to learn that it was actually a game and which had been taking place with the girl, that the girl had been going to that place, to the Mzungu's place, several times, and whenever she comes back home she carries some food, carries some money, and of course then life has been continuing like that. Daniel anahoji kuwa visa kama hivi hulemaza masomo ya wanafunzi wengi ambao agalabu huelekea fuoni kutangamana na watalii kusudi wapewe pesa kama malipo kwa mapenzi ya kimwili. The government needs to come out openly, and especially the security, to make sure that these children are barred from going to those places, especially along the beach. Mshukiwa atapelekwa mahakamani kesho. John Juma, KTN leo, Mombasa. Naam, ni taarifa hiyo kutokana na kisa hicho, ambapo tunakuuliza katika sehemu yetu ya kauli yako, maoni yako ni yapi kuhusu uhusiano uliokubaliwa na mamake mzazi baina ya mkongwe huyo na mtoto wa miaka 12. Je, maoni yako ni yapi kuhusu uhusiano uliokubalika na mamake mzazi baina ya mtoto huyo wa miaka 12 na mgeni huyo ambaye ni ana umri mkubwa kumshinda mtoto huyo? Tuma maoni yako kwa nambari 8040 na baadaye katika taarifa zetu za KTN leo tutaweza kusoma baadhi ya jumbe hizo.
Na tukiendelea na taarifa nyingine, bado tuko sehemu hiyo ya pwani ambako wenyeji katika kijiji cha Serena mjini Malindi walijionea sinema ya bure mapema hii leo baada ya jamaa mmoja aliyejaribu kujiua kugeuka kuomba usaidizi wa kumwokoa maisha yake. Yasemekana kuwa jaribio la jamaa huyo kujitia kitanzi lilitumbukia nyongo baada ya leso ambayo alikuwa akiitumia kukatika na kujipata kwenye bomba la maji taka. Mwanahabari Zubeda Kome anatuarifu zaidi. Alitamani kifo kimjie, kumbe ulimi wake ungeligeuka kitanzi chake. Alijaribu kushinikiza kifo chake kwa kutumia leso, lakini ikakatika. Bahati yake kunusurika kifo ikawa ya dakika chache tu, kwani aliteleza na kutumbukia chubwi kwenye bomba hili la maji taka. Tukasikia mtu anapumua kama ng'ombe sasa. Alipomuita jina lake akaitikia. Wenyeji wakavutiwa na mayoe na kilio chake, akiwasihi kumuokoa. Bahati nzuri hakuumia, ameenda piga mafi kule ndani. Hapo akangepona juu ya mafi sasa. Hapo tumuita sisi sasa. Yaitikia tukaona yule mtu ni chizi, lakini sasa ni hajaumia mahali popote. Hofu ya kukumbana na mauti ilikuwa dhahiri machoni pake, kwani wenyeji walipotishia kumwadhibu kwa kumtimizia aliyoyataka. Aliwasihi kutofanya hivyo. Jina lake la utani ni Obama, na kwa mujibu wa wenyeji ni kuwa hana akili timamu. Funzo hapa ni kuwa kifo hakiitwi, huja chenyewe. Zubeda Kome, KTN leo. Na baada ya taarifa hiyo tunaelekea eneo la Kitengela ambapo taharuki ilitanda baada ya ndovu kuvamia makazi na mashamba ya watu kwa Kisaju. Eneo la Kitengela iliwabidi maafisa wa shirika la wanyamapori KWS kufanya mikakati kuondoa ndovu hao. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkutano kati ya Morani wa Kimasai na shirika la wanyamapori nchini kutibuka. Eneo la Kisaju mjini Kitengela ilipata wageni wapya hii leo. Ndovu wanaoaminika kutoka mbuga ya Amboseli waliwasili na kuwacha wenyeji wakiduaa. Ndovu hao waliopita karibu sana na watu waliharibu ua za eneo hilo. Baada ya muda, shirika la wanyamapori nchini KWS iliwasili na kutumia njia mbadala ya kuwafukuza ndovu wawili kati ya 5 waliotoweka. Wenyeji katika eneo hilo waliwapa iwapo shirika la wanyamapori KWS halitashughulikia masala hayo watachukua sheria mikononi. Hii inajiri siku moja tu baada ya mkutano kati ya Morani wa Kimasai na mkurugenzi wa shirika la wanyamapori nchini Julius Kipngetich kutibuka. Hussein Mohamed, KTN leo. Na bila shaka mwenzangu Manzo, itabidi hatua za dharura zichukuliwe kuzuia mzozano kati ya wanyamapori na wenyeji. Bila shaka mtazamaji, tukiendelea na taarifa nyingine ni kuwa walimu wanajiandaa kwa mgomo wakati wowote kutoka sasa. Haya ni kwa mujibu wa muungano wa walimu ama chama cha walimu nchini NAT na KUPPET ambao wameghadhabishwa mno na hatua ya serikali kukosa kutoa nyongeza ya mishahara kulingana na makubaliano ambayo wamekuwa nayo kwa muda sasa. NAT inadai kuwa serikali haijatoa nyongeza ya mishahara ya 300% na marupurupu ya walimu kama ilivyokubaliana katika mikataba na serikali mwaka 1997. Mapema wiki hii wafanyikazi wengine wa umma waliongezewa mishahara kwa 18% na wanaharakati. Samahani, taarifa mbili hizo zimeshikana. It is this year, 1st of July. It is overdue. Failure of which is overdue. The strike is real. And as we said earlier on, it will take the miracles of angels to stop it. It is now or never. We have to go out, and it is not going to be business as usual come September. So the membership are aware. The membership of Central, Eastern are already mobilized. Those ones of Western and Nyanza are being mobilized this week. The Rift Valley is already cleared, and we are set in motion on the basis that we cannot wait any longer.
Na mkongineko, wanaharakati Maina Kiai, John Githongo na Ndung'u Wainaina leo walifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu ulinzi na uhusiano wa kimataifa inayochunguza uhalisi wa stakabadhi za Uingereza ambazo ziliwekeza kuwepo kwa njama ya kumwasilisha Rais Mwai Kibaki katika mahakama za ICC. Hata hivyo, walikanusha kufahamu yaliyomo ndani ya stakabadhi hizo na kuzitaja kuwa ghushi, huku mwenyekiti wa kamati hiyo Adan Keynan akisisitiza kuwa wametajwa pakubwa kwenye waraka huu. Frank Otieno alihudhuria vikao hivyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya kuwahoji watu wapatao 20 kuhusu stakabadhi iliyodaiwa kuchapishwa na serikali ya Uingereza, leo ilikuwa zamu ya Maina Kiai, Ndung'u Wainaina na John Githongo kufika mbele ya kamati inayoongozwa na mbunge wa Wajir Magharibi Adan Keynan. And my opinion from the face of it is that it's a fake. Tell us why you think this document is fake. We had taken the trouble of actually preparing a statement in response to your questions. We do not want to also engage in semantics here. You have the right to say you do not have any information. We also have the right to get answers. Lakini mazungumzo yaligonga mwamba kwa kudai mbele ya kamati hiyo kwamba hawajaipitia stakabadhi, na wakati huo wakisema stakabadhi hizo ni gushi. Ni waraka uliozua mdahalo mkali ndani ya bunge, ambapo inadaiwa kwamba serikali ya Uingereza inampigia upatu Waziri Mkuu Raila Odinga kuchukua hatamu za uongozi wa nchi hii baada ya Rais Mwai Kibaki kung'atuka madarakani. Na vile vile inadaiwa kwamba kwenye waraka huo serikali ya Uingereza inasema kwamba Rais Mwai Kibaki atafikishwa mahakamani ICC baada ya madaraka yake. Na hii leo tume inayoongozwa na Adan Keynan ilikuwa ikiwadadisi John Githongo na Maina Kiai kuhusu kile wanachokijua kuhusu mashahidi waliofikishwa katika mahakama ya ICC kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Kutoka katikati ya jiji la Nairobi, mimi ni Frank Otieno wa KTN leo. Na mtazamaji, awali kwa tumeangazia taarifa ambayo mgeni kutoka taifa la kigeni aliweza kumdhulumu kimapenzi msichana mmoja miaka 12, ambapo tungeweza kujua maoni yako ni yapi kuhusu uhusiano huo uliokubalika na mamake mzazi baina ya mkongwe huyo na mtoto wa miaka 12. Tuma maoni yako kwa nambari 8040 alafu baadaye tutaweza kusoma baadhi ya jumbe zenu. Na basi ukiendelea kufanya hivyo mtazamaji, hebu tupumue kidogo, alafu taarifa za biashara zinakuja kwenye muda usio mrefu. Naam, karibu katika sehemu ya biashara, ambapo mradi wa kufungua viwanda vya sukari ama cha sukari Busia wakwama baada ya kampuni kuzania zabuni, na Wizara ya Kawi yaonya wauzaji mafuta dhidi ya kukataa kushukisha bei ya mafuta. Wizara ya Kawi ilikutana viongozi kutoka balozi ya Marekani hii leo na kuzungumzia masuala mbalimbali ikiwemo uwekezaji wa Marekani humu nchini. Waziri wa Kawi Kiraitu Murungi aliyekuwepo na viongozi tofauti ikiwemo mkuu wa bodi wa Kawi nchini ERC aliyesitiza hatua kali itachukuliwa kwa wale ambao bado hawajapunguza bei ya mafuta. The companies who are retailing the fuel are supposed to do it immediately on 15th. So if somebody has not done it, they are breaking the law. And if whoever is reported and we catch up with them, we shall definitely take them to court. Na kwengineko, juhudi za kufufua kampuni ya sukari mjini Busia imegonga mwamba. Mvutano umezuka kwa zabuni iliyotolewa kwa kampuni 3 ikiwemo ile Africa Polysac. Hata hivyo, upato unapigiwa kampuni la Cherry Sugar na West Kenya. Hussein Mohamed, KTN leo. Na hasa basi tena vile mambo yalivyokuwa katika soko la hisa na la fedha la Nairobi.
African dishes in association with Golden Fry. How to prepare mahamri. Ingredients: 3 cups all-purpose flour, 1 level teaspoon dry yeast, 1 tablespoon Bidis margarine, 1 egg, 3/4 cup sugar, 1 cup coconut milk, half a cup milk optional, 1 teaspoon cardamom powder, Golden Fry oil for frying. Instructions: in a glass bowl, mix the eggs, milk, Bidis margarine, coconut milk, cardamom and sugar until smooth. In the mixture, add the flour and knead into smooth and elastic dough. Divide the dough into 4 portions, then set aside covered with a kitchen cloth and leave in a warm place to rest for 1 to 2 hours. If the dough is not elastic enough, add some all-purpose flour. After 1 to 2 hours, lightly knead the dough well and roll out, rolling in one direction to ½ inch thick. Cut into triangle shapes. In a deep frying pan, heat the Golden Fry oil. Once hot, deep fry the triangular shaped dough until golden brown on both sides. Drain on kitchen paper, sprinkle lightly with icing sugar, then serve. Golden Fry. Fries more, lasts longer. At UAP, we enhance lives across Africa. Insurance, investment management, property investment, and financial advisory. UAP, better, simple life. I will pray for all the people of this land, and I will hold them close to me. Hey, yeah, yeah. All I need is a here right here in Africa. Share to secure me for here in Africa. All I need is a here right here in Africa. To give my seeds, oh, start me, yeah, Africa. I love you, Africa. I love you, Africa. I love you, Africa. I love you, yeah. I love you, Africa. I love you, yeah. My name is Mark Juma Mtambo. I'm Mark Juma Mtambo. I'm Mark Juma Mtambo. My name is Mark Juma Mtambo. My name is Mark Juma Mtambo. Wewe ni Mark Juma Mtambo. Ni mimi. My name is Mark Juma Mtambo. Having a mobile phone handset that's counterfeit means you could be sharing the same identity with a fraudster, a kidnapper, or any other criminal. Counterfeit phones are also harmful to your health. To know if your phone is genuine or counterfeit, dial *#06# to retrieve the 15-digit IMEI number and send an SMS with that number to 15555. Pata ukweli wa mtambo wako leo. My name is Mark Juma Mtambo. All counterfeit mobile phones will be switched off by September 30th this year. Little Healthy Hands, Lesson 1. Do you know that germs are tiny, harmful, living things? Do you know that right now your hands are full of these harmful germs? That's why you need to fight them by bathing and washing our hands regularly with Dettol. Mom, today we learned how to fight germs with Dettol soap. Good health starts with healthy hands. Habari njema kwa Wakenya wote kuhusu tume mpya ya uchaguzi isiyoegemea upande wowote. IEBC, your vote, your future.
For mothers around the world, family's health is paramount. But every day, thousands of people are affected by germs that cause infectious diseases like flu, skin rashes, diarrhea, and cholera. You work hard to keep yourself and your environment clean, but are you really safe from germs? Most infectious diseases are spread by touching contaminated surfaces or infected people. That is why health experts around the world recommend that you use Dettol every day to provide a healthy and hygienic environment for your family. Always use Dettol on cuts and wounds, for bathing and shaving, for disinfecting your laundry and various surfaces around the house. Every day, Dettol provides maximum protection against a wide range of unseen germs. When it comes to protecting your family, trust Dettol. Dettol, the world's #1 antiseptic, endorsed by the Kenya Medical Association. Escape to a world of freshness. A clean, happy place full of hope. This is a life full of flavor. So enjoy good health. You belong to me. And new beginnings. And I belong to you. Welcome to Pwani Life. Come, my little player. Your shirt is dirty. You need to take a bath. Now. Adding trusted Dettol to your bathing water every day ensures a healthy bath even with not so clean water. Good health starts with a germ-free bath, and that's what my Dettol does for me. You smell healthy, like a champion. What does your Dettol do for you? Dettol, endorsed by the Kenya Medical Association. Be 100% sure. From your dad's time to your time. From work time to playtime. The Nissan NP200 is defined by its fusion of practicality, performance, underlying strength, and straightforward style. Its loading space appeals to younger buyers who are familiar with their growing enterprise needs. The NP200 is ideal for farmers, traders, and wholesale retailers looking for a small pickup with a big load capacity of 800 kilograms. This is the successor of Nissan half-ton B120 and B140. Nani kama Nissan?